Kuzaliwa, kuishi na kufa ni mzunguko wa binadamu. Anapozaliwa, maisha yake hupitia changamoto nyingi. Mtoto anapozaliwa huleta furaha na shangwe kwa familia nzima. Sherehe kubwa hufanyika kumkaribisha mtoto huyu duniani kuanza maisha mapya. Katika maisha yake ya kwanza, mtoto anapewa jina ambalo linamaanisha jambo fulani. Wengi wa Afrika wanaamini kuwa matendo ya jina hilo yakiwa na maana fulani huambatana na tabia ya mtoto huyu. Mtoto anapozaliwa baada ya muda kama wiki 2, wiki 3, tuna ile sherehe ambayo inaitwa Pasaka, ambayo watu wanakuja kushukuru kwa yale matunda ambayo mtoto amepatikana katika familia fulani. Manake vile unavyojua mtoto ni baraka katika familia. Majina ambayo mtoto anapewa, na kuna majina mengine tena inastahili watu wazingatie sana. Saa zingine unaweza kutaja mtoto majina ambayo yatamuaffect in future, na unaweza pata majina fulani yana affect mtoto. Majina sasa kama unaweza kupata mtu kama eti umeita mtoto Malulu, unapata huyu mtoto ni unapatikana kuna hasira, sio mtoto yani mtoto wa mambo mengi ya hasira hapa na pale. Unapata kwamba unaita mtoto jina kama Khalwale. Huyo mtoto unapata kwamba alizaliwa ndio, lakini kuna udhaifu fulani. Kama walivyosema wahenga, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kwani mara nyingi watoto hukua kulingana na mienendo ya wazazi wake. Katika kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Mumias Mashariki, mbunge wa eneo hilo Peter Salasia amesalia kuwa mfano bora uongozi kwa sababu ya matendo yake ambayo amewapendeza na kuwavutia wengi wa Wakenya wanaotamani uongozi wake. Licha ya jina lake kwa asilia ya Kiluya, Salasia ameendelea kuwaunganisha wanajamii kupitia miradi ambayo imewaleta wananchi wa tabaka mbalimbali katika eneo lake. Salasia ni ile hali ya mtu akiingia mahali unapata ya kwamba watu wanapotea, yani watu watatoka hapo, ama amani kama iko inatoweka. Majina kama hiyo ya Kiluya inafaa tuzingatie sana. Salasia alizaliwa mwaka 1989 katika kijiji cha Kisumu Ndogo, eneo bunge la Mumias Mashariki, akiwa mtoto wa pili katika familia ya watoto 7. Alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Shanderema, lakini alikumbana na changamoto nyingi, jambo lililomfanya kuachana na masomo kwa muda wa miaka 2 kabla ya kurudi shule na kuendeleza elimu yake. Class 3 repeat sijui mara 3, class 4 mara 3, ndio sasa nikakataa sasa shule. Shule imekataa. So unakuja sasa kazi yako ni kuamka asubuhi kwenda kuchunga ng'ombe. Sasa most of the people alafu unajua my friends wengi tulikuwa tunapendanga ile time ya inaitwa curriculum activities. Si ndio? Mpira, mbio, hizo. Unaona kitambo ilikuwa inashika kushika. So ukitaka kwa sasa friends wako wote wameenda. So ulikuwa unabaka. Sasa umekaa huko karibu 2 years. Juu nilikataa shule juu. So tulikwambia mambo ya masomo ilikuwa imekataa. Yaani unajua ukipata okay, in most cases mtu mwenye anaperform sana kwa curriculum book ni shida. Unaweza fika mahali mtoto mdogo tu wa baby class hivi mazaki kuchapia kizungu unashinda. Na unakumbuka hiyo time ukiwa hata class 4 unajua hata kuandika jina hata kwenda huko outside hivyo. Sasa nikaanza kujifunza kusoma like kuspell jina girl, ujui class 4 ndio hata ujui kuandika. So alafu tena shida ilikuwa kitu inaitwa disk. Yaani siku ya kuongea kizungu. So unajua sasa hiyo siku unajuanga tu ni viboko tu iko automatic. Alijiunga na shule ya upili ya Lupinu Boys akiwa na matumaini makubwa ya kupata alama za kujiunga na chuo kikuu moja kwa moja, lakini hakufaulu. Hata hivyo, Salasia alijua kuwa ni lazima apige hatua kwa maisha yake kwa kuwa familia yake haikuwa na uwezo wa kugharamia masomo yake ya chuo kikuu. Salasia alikumbana na changamoto nyingi za kifedha, lakini aliendelea kufanya kazi za aina mbalimbali ili kujikimu kimaisha kama vijana wengine katika jamii. School fees was a very big challenge, so I used to work hard and knew that if I don't get it direct to the university, then it's going to be hell for me. So I used to work hard, but things came in. During that time, I remember
our school didn't perform so well. I got a B-. So I was so much frustrated, like, what now next? Because going for parallel program during that time, it was so expensive. But now after 2011, being at home for 2 years, in 2011 I happened to join Egerton University. So with a brother who was paying for my school fees. But just 3 months after joining, he was sacked. So he was unable to sustain even himself and my side. So I felt like, hey, this one was so bad for me. So now I just say, now the only thing is now to go back in the village after bragging that I'm in the university. Alionyesha nia na azma ya kuwania kiti cha eneo bunge la Mumias Mashariki mwaka 2007, lakini alishindwa na wapinzani wake kwa kura nyingi, kwani alijizolea kura 254. Hata hivyo hakukata tamaa. Mwaka 2012 alijaribu tena kuomba kura kwa wananchi wa Mumias Mashariki. Licha ya kukosa fedha za kufadhili kampeni zake, alitumia mbinu tofauti, ikiwemo kuandika jina lake kwa mawe katika eneo bunge hilo na kutumia punda kama njia ya usafiri ili kuwafikia wapiga kura wake. Juu sina pesa, the only thing I can do ni brand mamawe zote za constituency. So that because I know it was the cheapest means of me to brand myself. So nikaandika PK Salasya every mawe, kila mahali PK Salasya, ODM, PK Salasya, ODM. By the time tulikuwa tunafika kwa kura, so ikakuwa I was the top runners. I was among the top candidates. The NC guy, the UDA, and so I managed it to win and got 12,100 votes, followed by the NC guy who got 9,000 and the UDA got 5,000. I learned is that when you want to achieve something, you have to have some things determination. Why do you want it, by the way? Yeah, because like in that 2017, wakati nilikuwa na hopes mingi sana that naenda kupita kura, si ndio? But sasa wakati wa count kura, unapata kwa polling station watu walikuwa wanaenda na kupigia makofi, ni wewe tu, unapata 0 kwa hiyo polling station. So unapata like in the whole constituency mimi ndo nilikuwa number last, by the way, nikakuwa na 254 votes in 2017. Kwa miaka miwili sasa akiwa kama mbunge wa Mumias Mashariki, wananchi wengi wamependa na kumkubali kutokana na uongozi wake na utendakazi wake. Salasya amejizolea umaarufu kwa kuimarisha miundombinu ya mashule, jambo ambalo limefanya kuimarika kwa matokeo ya shule nyingi katika eneo hilo. Double watoto ambao wameenda chuo kikuu katika hii Mumias constituency, na hii inaonekana kwa sababu ya mikakati ambayo tumeweka kwa mpangilio. Ndio umeona last year ile nyingine tulimprove, tukapeleka watoto kama 500. This year imeisha hii, tumepeleka day school peke yake, tumepeleka watoto 900 na kitu hapo, au ni wa day school peke yake. Sasa tukikuja our boarding, so hiyo inaonyesha kwamba Mumias East constituency tumeshashika sasa mwelekeo. Tumeanza kuimpress mambo ya masomo. Na hii inaonyesha kwamba wazazi mmeanza kuplay your responsibility. Kwa sababu responsibility ya mzazi sio tu kulipa school fees na anaenda anakaa kule, lakini pia kufuatilia, kukua karibu na mtoto wake na kujua anaendelea namna gani. And that is the direction ambayo nataka sisi wote tuchukue.
kutuletea darasa, wanafunzi watakaa huko wakisikia vizuri. Ameendelea kuwa mtetezi wa ukulima na kuhakikisha kuwa kampuni ya kusaga miwa ya Mumias Sugar inaendelea kufanya kazi na wakulima wanapata faida kutokana na jasho na bidii yao. Mimi kama kiongozi wenu hapa nilisema kwamba wakati mtanichagua Mumias itafanya kazi. Na kwa hakika Mungu alinisaidia wakati nimeingia kwa uongozi, Mumias inafanya kazi. Lakini tuko na siasa ambayo imeanza ya ile ambayo ulisikia wakati president alikuja kule Mumias. Mimi nikasema nataka nikuombe tulete pamoja all creditors wote ambao walikuwa na madeni na Mumias, ili kwamba tuone ile pia mtambo wa ethanol na ule mtambo wa cogen unafanya kazi. Salasya amesalia chaguo la wengi. Ametembelea nyingi za familia zinazokumbana na maafa, akiwasaidia kwa matibabu na kushiriki katika msiba wa familia zao. Akiwa kiongozi wa eneo bunge la Mumias Mashariki, ameweza kuunganisha jamii na kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha michezo, jambo lililo wasaidia vijana wengi kupata fursa ya kuonyesha vipaji vyao kwa taifa nzima. Nachukua fursa hii kumpongeza mheshimiwa wetu PK Salasya. Amefanya vijana tunapatikania tu hapa, hatupatikani kwa makosa. Alafu kitu ya pili, mimi nawatakia bwana bunge ushindi mnono wa mabao mawili kwenda juu. Siku ya leo na feel tupoa juu is a semi final na tuko focus, tunataka kuwin game under the PK Salasya. Tunashukuru tu kwa kutu engage sisi kama vijana na tuko sure tunaenda kubeba hii kitu leo. Actually it's uniteful, as you can see so many people are assembling here today to enjoy this match, and we are actually very happy to enjoy it. As you can see, so many people are still coming in, and I know at night we are gonna be so many of us. Ona mweshi amefanya kitu poa, pia ameweka mavijana pamoja kuliko kwenda huko kufanya maandamano ama vitu mbaya mbaya. At least ametukeep busy. Salasya ameendelea kuwa mfano bora wa kuigwa katika jamii. Amewapa mafunzo wengi juu ya muhimu wa kutokata tamaa katika safari ya mafanikio. Amehusika sana katika kuwahimiza wanafunzi wa vyuo vikuu, shule za sekondari, waumini sikate tamaa maishani. Vijana wenzangu ambao mko hapa, ya kwamba focus wakati mko hapa kwa shule, soma kama there's no any other time. Mimi wakati nilikuwa nasoma, hata mambo ya msichana mimi si kujua, mambo ya nini si kujua. Sinaambia Toka madini. Huko tunaenda kuongea na wanafunzi. Na huyu yako top bwana. Anaongea kizungu hatari. Licha ya jina lake kuwa na asilia ya kutenganisha, Salasya ameleta umoja na maridhiano kwa wengi. Hata katika hali ngumu ya kisiasa, Salasya ameendelea kuonyesha msimamo wake wa kuwa upande wa wananchi kila mara. Amekuwa mtetezi wa haki za wanyonge. Hujipata kwa hali ngumu mara kadhaa kutokana na msimamo wake, lakini furaha yake ni kuona wananchi wa kawaida wamepata msaada bila kunyanyasika. Majina haya haiwezi ika affect the whole family. Utapata kwamba kuna baadhi ya watu na kuna kimila ambazo inafaa watu kama Waluhya tunaweza kuzingatia, ama mtu yoyote, si eti ikuwe tribe fulani, unaweza kuzingatia sana. Na kuna the ways, njia ambayo unaweza kuendea kupata solution to that conflict of your son or your child. Sasa for example, unaweza kwenda kwa actually ukipea mtoto jina, alafu ungependa kuzingatia kwamba isije ikamuaffect. Sasa hiyo jina ambalo umepatia huyo mtoto unaweza kuchange, unaweza kuchange kupitia kwa maombi. Kupitia kwa maombi mkemee, kuna pepo zingine ambazo zinaishi kwa binadamu. Salasya zote Salasya. Mimi Peter Salasya ati kwa sababu naongeanga ukweli wananitoa kwa committees, watu ODM na wauliza niliwakosea nini? Wewe niliwakosea nini na wauliza committee? Unajua mbunge wenu anaheshimika Kenya yote kwa sababu ya kitu kimoja. Ni mbunge ambaye anasimama na ukweli. Na watu apendi mtu wa kusimama na ukweli.
Ndio unaona wananipiga. Lakini hao watu ati kwa sababu nawaambia ati kwa sababu ya SHA haifanyi kazi. Muranga Sembola ati nawaambia ati SHA haifanyi kazi, nawaambia maneno ambayo shida za watu wana mambo ya new model funding ya university, nawaambia zile vitu ambayo serikali haifanyi. Wanaona mimi ati kuambia hivyo ati nawaambia ati mimi natusi ati huyo Raila wao. Siasa yake haikosi vituko na mafunzo, jambo linalofanya wengi wakaazi kuhudhuria mikutano zake za kisiasa. Sasa sahi Kenya yote imeshajua dabara kama baby raundi da kama na hao ndio kutia mgavana, lakini Kenya haile kuna mtu banza nyere ile napata president Kenya. Sisi kama wamama wa Mukuru kwa Njenga, PK Salasia kuna wewe sambamba Salasia siku zote Salasia Dora Salasia zote. Nasema hivi, watu wachie PK wetu akue. Sisi tuko na baba yetu. Anaitwa Salasia, mtoto wetu mdogo. Mtu wachie tufanyie kazi. Iliyopita yatasalia kuwa historia, lakini changamoto na kushinda ni mfano wa jitihada za kutokata tamaa na kufanya kazi kwa bidii. Dunia ni jukwaa la fursa, na binadamu ndo anaweza kubadili hali zao kupitia juhudi na maarifa. Salasia amekuwa na mchango mkubwa katika kuonyesha kuwa licha ya changamoto, kila mtu anaweza kufikia malengo yake. Rudy Elvis, makala maalum, kaunti ya Kakamega.